Usiku mzito ulipotanda, mamia ya kilomita kutoka mstari wa mbele wa vita, anga la Urusi lilipasuliwa na sauti za droni zilizokuwa zikikata hewa kwa kasi. Dakika chache baadaye, mwanga mkali wa moto ulionekana ukipaa kutoka bandari ya Primorsk, moja ya vituo vikubwa zaidi vya usafirishaji wa mafuta vya Urusi. Moto huo uligeuka kuwa ishara nyingine kwamba vita kati ya Ukraine na Urusi sasa havifungu tena na mipaka ya uwanja wa mapambano, bali vinafika hadi kwenye moyo wa miundombinu ya uchumi wa Moscow. Ukraine ilitangaza kuwa imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya malengo ya mafuta ya Urusi, ikilenga bandari muhimu ya Primorsk pamoja na meli 3 za mafuta ambazo Kyiv inazituhumu kuwa sehemu ya kile ilichokiita Shadow Fleet, mtandao wa meli zinazodaiwa kusaidia Urusi kusafirisha mafuta duniani huku ikikwepa vikwazo vya nchi za Magharibi. Bandari ya Primorsk si eneo la kawaida. Hii ndiyo moja ya njia kuu ambazo mafuta ya Urusi husafirishwa kwenda masoko ya kimataifa, ikiwa imejengwa kwenye moja ya mwambao wa bahari ya Baltic karibu na mpaka wa Finland na si mbali sana na mji mkuu wa St. Petersburg. Bandari hiyo ina uwezo wa kushughulikia mamia ya maelfu ya mapipa ya mafuta kila siku. Hivyo kushambuliwa kwake kunawakilisha pigo si tu la kijeshi bali pia la kiuchumi. Gavana wa eneo hilo Alexander Drozdenko alikiri kuwa shambulio la droni lilisababisha moto katika bandari hiyo, ingawa alisisitiza kuwa hakukuwa na umwagikaji wa mafuta baharini. Hata hivyo, hakutoa maelezo ya kina kuhusu kiwango cha uharibifu au kama kulikuwa na majeruhi. Lakini upande wa Ukraine ulitoa picha tofauti kabisa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitangaza kuwa operation hiyo ilifanikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa mujibu wake, vikosi vya Ukraine havikuharibu tu miundombinu ya bandari bali pia viliondoa katika matumizi ya moja ya wabebaji wa makombora ya karibu ya Urusi. Katika ujumbe wake kupitia Telegram, Zelensky alisema kuwa Meja Jenerali Yevhen Kimara alitoa taarifa za mafanikio ya operation hiyo ambayo ililenga malengo kadhaa muhimu ndani ya Primorsk. Kauli hiyo ilionyesha jinsi Ukraine inavyozidi kujiamini katika uwezo wake wa kufika maeneo ambayo hapo awali yalionekana kuwa salama kabisa kwa nchi ya Urusi. Lakini Primorsk haukuwa mwisho wa operation hiyo. Kwa mujibu wa Zelensky, droni za Ukraine pia zilifanikiwa kushambulia meli ya makombora aina ya Kalakat, boti ya doria pamoja na tanka inayohusishwa na mtandao wa usafirishaji wa mafuta ya Urusi. Meli hizi kwa mujibu wa Kyiv zimekuwa zikitumika kusafirisha mafuta ambayo baadaye huzalisha mapato yanayotumika kufadhili vita dhidi ya Ukraine. Zelensky alitangaza baadaye kuwa vikosi vya Ukraine ilishambulia bandari ya Novorossiysk katika Bahari Nyeusi. Ni moja ya vituo vikubwa zaidi vya biashara ya mafuta nchini Urusi na ina umuhimu mkubwa kwa uchumi wa taifa hilo. Na hapa na nukuu: bandari hizi zilikuwa zinatumika kikamilifu kusafirisha mafuta, sasa hazitafanya hivyo tena, alisema Zelensky kwa kujiamini. Kauli hiyo ilionyesha mkakati mpya wa Ukraine. Badala ya kupambana tu na wanajeshi mstari wa mbele, sasa inalenga vyanzo vya fedha vinavyowezesha mashine ya vita vya Urusi kuendelea kufanya kazi. Kwa miezi ya hivi karibuni, Kyiv imeongeza mashambulizi dhidi ya maghala ya mafuta, mitambo ya kusafirisha mafuta na bandari za usafirishaji. Maafisa wa Ukraine wanaamini kuwa kila pipa la mafuta linalouzwa nje ya Urusi limegeuka kuwa silaha, kombora na au droni inayotumika dhidi ya raia wa Ukraine. Hata hivyo, wakati Ukraine ikiadhimisha mafanikio hayo, vita vilikuwa vinaendelea kuleta maumivu kwa pande zote mbili. Katika mkoa wa Odessa, kusini mwa Ukraine, droni za Urusi zilishambulia majengo ya makazi ya usiku kucha. Watu 2 waliuawa na wengine 3 walijeruhiwa. Miundombinu ya bandari pia iliharibiwa huku moto mkubwa ukizuka kabla ya vikosi vya zimamoto kufanikiwa kuudhibiti. Katika mkoa wa Dnipropetrovsk, watu 6 walijeruhiwa baada ya mashambulizi mengine ya Urusi. Basi lililokuwa limebeba watu 40 liliharibiwa. Hakuna mtoto aliyepoteza maisha wala kujeruhiwa. Lakini hata ndani ya Urusi, athari za mashambulizi ya Ukraine zilianza kuonekana. Magharibi mwa Moscow, mwanaume mwenye umri wa miaka 77 aliuawa baada ya droni ya Ukraine kushambulia eneo karibu na
mji wa Volkolamsk. Maafisa wa Urusi waliripoti pia kuwa droni kadhaa zilidunguliwa kabla ya kufika katikati ya mji mkuu huo. Katika mkoa wa Smolensk, mwanamke na mtoto walijeruhiwa baada ya mabaki ya droni kuangukia jengo la makazi. Usiku huo mmoja uligeuka kuwa moja ya vipindi vyenye shughuli nyingi zaidi angani tangu kuanza kwa vita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilidai kuwa ilidungua droni 334 za Ukraine katika maeneo mbalimbali ya Urusi na Crimea inayokaliwa na Moscow. Kwa upande mwingine, jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha droni 269 pamoja na makombora ya balistiki dhidi ya Ukraine. Kati ya hizo, droni 249 zilidunguliwa au kuzuiliwa, lakini kadhaa ya makombora ya droni zilifanikiwa kufika maeneo yao katika maeneo 15 tofauti. Hivyo basi, huku moto ukiwaka katika bandari za mafuta, droni zikivuma anga na meli zikilengwa baharini, vita vya Ukraine na Urusi vinaingia sura mpya. Sasa mapambano si ya kuteka ardhi pekee, bali ni vita vya uchumi, vita vya nishati, vita vya teknolojia ya drone, uwezo wa kila upande kuumiza mfumo wa mwenzake kutoka mamia au hata maelfu ya kilomita mbali. Kadri mwaka wa 5 wa vita unavyoendelea, ishara zinaonyesha kuwa kuna upande unaotaka kurudi nyuma. Kila shambulio jipya linaonekana kuwa ujumbe wazi